amani ya mataifa yote, ilete amani katika mataifa yote. Neno lako Baba liinuke tena juu, neno iliyokuwepo katika karne ya kwanza, wanafunzi wa Yesu walivyoipokea ile injili kutoka kwa Yesu, nao wakafundisha ukweli Baba pasipo kuchanganya na mabaya. Baba, neno lako la kweli inuke juu tena, na Baba usisahau kugusa taifa letu kwa Baba wa rehema, kuwalinda viongozi wetu, kulinda uchumi wetu, na Baba kuleta amani Baba wa rehema katika taifa letu. Nashukuru jina lako hata kwa watakatifu wako Baba wanayetufuatilia kutoka mbali, na Baba waliopo katika eneo hili, katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Bila shaka ni neema kubwa sana kuweza kuwepo mbele za Bwana tena, na mimi nasema hivi, watu wa Mungu, tafakari kwa nini Bwana amekupa neema ya wewe kuwepo tena mbele zake. Ni kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kufanya. Sasa hebu unisikilize kwa makini ili tuende wote kwa pamoja. Kwa nini unisikilize ili tuende wote kwa pamoja? Ni kwa sababu kwenye Biblia, ili uelewe kitabu kinachofuata, lazima uelewe kitabu kilichotangulia. Na watu wengi sana hili na wapiga chenga. Nimekuwa kila siku nikipiga kelele nikiambia watu ya kuwa njia nzuri ya kuelewa Biblia ni wewe kuweka akili yako kwenye Biblia. Na unaposoma kitabu cha Hesabu pasipo wewe kusoma kitabu cha mambo ya Walawi na Kutoka na Mwanzo, huwezi kuelewa. Maana ili uelewe habari za watoto wa Yakobo, lazima kwanza uelewe kitabu cha Mwanzo sura ya 29 na sura ya 30, 31 mpaka 35, ambapo watoto wake Yakobo wanakamilika kwa kuzaliwa. Kwa sura 35 anazaliwa mtoto wa mwisho ambao ni Benjamin, na inakuwa ndiyo kifo cha pia mama yake ambayo alikuwa ni Raheli. Sasa watu wa Mungu, ndio maana lazima uende hatua kwa hatua ili upate kuelewa Biblia. Hii ni siri kubwa sana, ingawa ni kitu kigeni ambacho ninajaribu kuleta, lakini naamini kabisa kuwa watakayeshikilia bila shaka lazima waone mkono wa Bwana. Jana tuliona sura ya 20 kitabu cha Hesabu, na tukapata kuona juu ya nini? Tukaona kifo cha Miriam, lakini pia tuliona juu ya mwamba kutoa maji baada ya wale wana wa Israeli kulalamika ama kunungunika tena, lakini Musa akienda mbele za Mungu na kaka yake, na wanaambiwa kuwa achukue fimbo Musa, lakini asipige mwamba, aseme na mwamba. Lakini naye akagafilika na kupiga mwamba mara mbili, na kwa neno lake akapata hukumu ya kutokwenda kule Kanaani. Lakini pia tukaona juu ya wale wa Edom waliyekataa kuruhusu ndugu zao wa Israeli kupita katika nchi yao. Lakini tukimalizia na dondoo ya mwisho ambayo ilikuwa ni kifo cha Haruni. Sasa Haruni tayari na Miriam wameshakufa, lakini hebu tuendelee tuone kizazi kipya wanazidi kunawiri, lakini waliyetoka Misri wakizidi kuisha. Hii sura ya 21 inakwenda kukamilisha kizazi cha kale, na moja kwa moja tukianza sura ya 22, sura ya 22 tutakuwa na kizazi kipya moja kwa moja. Lakini bila shaka utaona katika hii sura ya 21 tunayopitia leo ya kuwa kizazi kipya kinataka kuanza kutembea katika hatima ya Mungu. Utaona kabisa sasa wakipanga wanakwenda, ingawa hawakujifunza, lakini inapigika vizuri sana, na wanapata nguvu ya kusonga mbele tena. Utasema kabisa, kumbe hata mimi najiona siwezi, kumbe kwa Bwana mimi naweza. Maana anayekuwezesha ni Bwana, sio wewe unayeweza. Ndio maana kuna kitu kinachopiga watu chenga sana. Hata siku moja uweze kusikia nikisema kuwa mimi naponya watu. Sitamani kuwa mponyaji, natamani kuwa muamini
maana imeandikwa ishara hizo hazitafuatana na waponyaji, itafuatana na wote waaminio. Ndio maana mimi ni muamini. Kama kuna kitu ninayo mwatatu ni imani. Mimi sio mponyaji, nafasi hiyo ya uponyaji ni wa Bwana Yesu, lakini mimi ni muamini. Kumbuka ya kuwa Yesu baada ile, ukisoma katika ile Marko 16 15 16 ama 16 15, utaona bila shaka ya kuwa nini? Utaona ya kuwa Yesu baada ya kuwapa ile agizo kuu, bila shaka wakatoka wakaenda, lakini Bwana Yesu akatenda pamoja na wao. Umeona sasa? Ina maana kumbe tupo, lakini tunayo neno ambayo ni Kristo. So kama waumini, ishara hizo zitafanya. Ndio maana umesikia nikifundisha nikisema nimeomba nikisema ya kuwa nitakapokuwa mimi nasema neno la Bwana, basi neno hilo liambatane na ishara, miujiza na matendo makuu, kwa sababu ni udhirisho ya neno la kweli. Sasa hebu tuende sasa katika kitabu cha Hesabu sura ya 21. Nimefurahi sana kabisa kuona kama mimi ninafurahi kuwa muamini. Yaani imenipa furaha sana ya kuwa kweli, kumbe mimi siwezi kumponya mtu, kumbe mimi siwezi kumfufua mtu, lakini ishara hizo zikiambatana nami kama muamini, mtu anafufuka, mtu anapona, mtu anaumbwa tena upya. Wewe ni mfufuaji ama wewe ni mponyaji mwenzako? Mimi na wana agizo kuu, sisi ni waamini. Sema mimi ni muamini. Mimi ni muamini. Na ishara hizo zitafuatana nami. Watu wa Mungu, haijaandikwa kwa ishara zitafuatana na wafufuaji ama waponyaji. Hapana, imeandikwa zitafuatana na nani? Na waaminio. Waaminio ni waumini. Hebu tuende sasa sura ya 21 inayodondoo 4. Kushindwa mfalme wa Aradi, ambayo huyu mfalme wa Aradi anatoka kule Kanani. Tayari watu hawa kizazi kipya wameshafanikiwa, lakini upande wa mashariki sasa wameshafika katika mpaka wa Kanani. Lakini yule mfalme wa Aradi anatoka naenda, atateka wachache, lakini watatoa nadhiri ya kuwa Bwana, tutaangamiza kila kitu kwa ajili yako. Tayari dondoo ya kwanza ni kushindwa kwa mfalme wa Aradi. Dondoo ya pili ni nyoka ya shaba. Alafu dondoo ya tatu ni safari ya kupita pale kwa Moabu alipokataa, pale watachakazwa na kizazi kipya. Alafu kushindwa kwa mfalme Sihoni na Ogu. Hebu sasa twende moja kwa moja, ni dondoo zangu hizo 4. Twende moja kwa moja tuone sasa hii sura ya 21 kwa mapana yake. Lakini pia ukisikia chochote kinachoendelea kwako, basi ukae mkao wa kula, maana matendo makuu bila shaka itakuwa ni sehemu ya udhirisho wa neno la Mungu la kweli ambayo Bwana Yesu anatufundisha hapa. Twende kwa jina la Yesu. Nasoma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Na Mkanaani mfalme wa Aradi aliyeketi upande wa Negebu alisikia habari ya kuwa Israeli alikuja kwa njia ya Tharimu. Basi akapigana na Israeli, na watu kadha wakaza miongoni mwao akawateka mateka. Basi Israeli akaweka nadhiri kwa Bwana akasema, kama wewe utawatia watu hawa mikononi mwangu kweli, ndipo mimi nitaiharibu miji yao kabisa. Bwana akasikiza sauti ya Israeli, akawatia Wakanaani mikononi mwao, nao wakawaharibu wao na miji yao kabisa, na jina la mahali hapo likaitwa Homa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka kinachofanyika ni nini? Tayari watu hawa inaonekana wameshafika katika mpaka wa Kanaani, lakini sio kule upande wa kusini. Sasa wamefika kwenye mpaka wa Kanaani, lakini upande wa mashariki tayari mto Yordani ndio inayewazuia, lakini tayari kumbuka ya kuwa wameshafika katika Moabu. Ile tambarare ya Moabu ina maana tayari pale ni Kanaani. Hapo tayari walipo sasa wako Kanani, lakini Kanani ya ng'ambo ya mto
Jordan, utaona kuwa Yesu akapita katika masinagogi yao akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, nao watu wengi wakaleta wagonjwa wakitoka Dekapoli, wakitoka ng'ambo ya mto Jordan, wakitoka Yerusalemu, lakini yeye akawaponya wote. Tayari hawa kizazi kipya, pamoja na wachache ambao walalamikaji, ambao utaona kama nyoka ile itawaangamiza wengi ili kizazi kipya ndicho kibaki, lakini tayari wako Kanani au Kanani, lakini ng'ambo ya mto Yordani. Lakini huyo mfalme wa Aradi akasikia habari zao, lakini kabisa akatoka na jeshi lake akaenda kuvamia, akafanikiwa kuteka wachache. Lakini Israeli, ina maana Waisraeli kwa umoja. Umeona sasa, tunaanza kuona ule kile ambacho kilikuwa kinakosekana, ule umoja wa kitaifa uliokosekana. Watu wengine wako huku na huku. Tunaona mara ya kwanza kuwa Israeli wanamwambia Bwana ya kuwa wanaitoa kama nadhiri, kama Bwana atawatia mkononi mwao. Ina maana kila watakachopata kitakuwa ni cha Bwana. Bila shaka kama ni cha Bwana, ina maana bila shaka wanadamu wanatakiwa kuangamizwa, na bila shaka pata picha ya kuwa hicho ndicho kilichokuwa kinakosekana, kwa sababu hawakutakiwa kwenda wao kama wao. Umeona mara nyingi hata sasa hivi watu waliookoka, tujifunze kwa wale ambao Bwana alikaa katikati yao. Hata sasa hivi Bwana anakaa katikati ndani yetu, lakini anapokaa ndani yako unatakiwa usiende kama wewe. Ndio maana mimi nasema hivi, huwezi kusikia nikisema kuwa mimi naombea watu, mimi naponya watu. Hiyo si na mimi ni muumini. Yesu alisema ishara hizo zitafuatana na wote wafanyao nini? Waaminio. Hakusema itafuatana na waponyaji, hakusema itafuatana na wale wanayeganga. Hapana, alisema itafuatana na waaminio. Kama kuna kitu ambacho ninayo mimi, ni muumini ama aaminie. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu. Bila shaka umeona sasa ya kuwa kwa pamoja wanasema kwa Bwana ukituwezesha. Sema Bwana uniwezeshe. Bwana anatakiwa kuwezesha kwenye kila jambo. Unapotaka kwenda kutenda jambo, bila shaka mwambie Bwana ya kuwa niwezeshe Bwana. Umeona sasa, unapomwambia Bwana niwezeshe, bila shaka uwezi ukashindwa. Lakini wengi wanaendaga wao kama wao, lakini wanaposhindwa, hapo ndipo wanamgeukia Mungu. Umeona hapo sasa, wamemuomba Bwana kabla hawajaenda, hawajagopa. Lakini kumbuka tayari wengine wameshatekwa. Ingekuwa kile kizazi bado hapo akina Kora, je, ingekuwa vipi? Wangesema Bwana tutarudi zetu Misri, usituchezee Musa. Bwana sasa, lakini kizazi kipya pamoja walikuwa ni watoto, pamoja walikuwa ni watu ambao hawana uzoefu, lakini kwa umoja chini ya Musa, maana Musa anakaribia kufa lakini bado, lakini kwa pamoja wanakubali ya kuwa waende. Lakini kumbuka ya kuwa mfalme wa Aradi anapigwa vibaya mno, mpaka eneo hilo likaitwaje? Pafra Homa. Maana yake ni eneo la uharibifu, the place of slaughtering and destruction, yani sehemu ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tuone. Nimefurahi sana kuanza kuona kizazi kipya kinaanza sasa kufanya mambo, kwa sababu watu wa Mungu yani imani. Uwe makini mtu wa Mungu sana na kitu kinachoitwa imani. Imani ni nini? Pata picha kwa tunaona pale muda sio mrefu, waliyebaki waliotoka Misri bado wataanza kulalamika. Umeona ya kwa chakula hichi bwana tumeichoka. Wale kizazi kipya kwanza waliotoka Misri walikuwa ni watoto wadogo, hawakujua hata ladha ya chakula ya kule Misri. Lakini ama bwana ambao bado wapo wachache wanakumbuka bado kule, wanakumbulia yale nyama na samaki. Ndio maana tusema chakula hiki kimetuchosha bwana, hii maana kila wakati. Lakini utaona kabisa kuwa Mungu anakwenda kuachilia sasa nyoka wasumu ambao wanakwenda aking'atwa mtu anakufa. Lakini watakapomwambia Musa tuombee, Musa atawaombea. Lakini pata picha kuwa walikuwa kiangalia yule nyoka wa shaba aliyewekwa juu. Si nyoka yule alikuwa anaponya. Imani katika neno aliyemwambia Musa ya kuwa muinue nyoka
juu ya mti atakayeangalia. Hiyo amri ndiyo mtu alikuwa akiangalia, ameng'atwa na nyoka, anapona. Haponi kwa sababu ya nyoka, anapona katika imani ya kutii neno la Mungu. Ndio maana imani ni muhimu sana. Wao wakaangalia nyoka, wakamwangalia nyoka, sisi tunamwangalia Yesu Kristo juu ya msalaba. Ndio maana nasema hivi, nitakwambia mambo ambayo yanaendana ama yanaendana kati ya wale kule jangwani na kumwangalia yule nyoka, na sisi na kumwangalia Yesu Kristo ama msalaba wa Yesu. Ndio maana watu wa Mungu, acha kumwangalia mtoto wako, mtoto wangu tuende, acha kuangalia mke wako tuende, mwangalie Yesu. Yesu ndiye juu ya msalaba akuangalie wewe, aangalie na yule mtoto wako, aangalie na yule mume wako, aangalie na yule ndugu yako. Vinginevyo utaacha kumwangalia Yesu, utaangalia hawa nyuma. Lutu, mimi huwa namsifu Lutu sana. Wababa sasa hivi angekubali kutokuangalia nyuma, angalie darling wake wewe. Lakini Lutu alichanja mbuga na watoto wake. Walivyoambiwa kuwa jiokoe nafsi yako, usitazame nyuma, maana ukitazama nyuma litakupata. Mke wake kakumbuka kule kwao, kakumbuka kule kwao, maana kule ndiyo ilikuwa kwao. Lakini Lutu akasonga mbele. Nani yuko tayari kwenda mbele pamoja nami? Basi usitazame nyuma. Ukitazama nyuma umegeuka kuwa nguzo ya moto, sio hata ya chumvi, ya moto. Hebu twende kwa jina la Yesu. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuzunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri tuko jangwani? Katika ule mlima wa Hori, lakini kinachofuata ni nini? Sasa kinachofuata wanaanza kulalamika. Anayelalamika sio wale kizazi kipya, wanayelalamika ni wale waliobaki ili wao waishe. Maana Mungu alisema wao hawaendi. Hata Musa naye amebaki na muda mfupi. Lakini hao wanayelalamika hao, kumbuke ya kuwa Mungu anakwenda kuleta nini? Nyoka wa moto ambayo wakipigwa, yani wenye sumu kali, ikipiga mtu anakufa. Waliyebaki wakaenda katika ile vita, wakabaki huko, halafu wakabaki kizazi kipya. Tunavyoingia sura ya 22 kesho, tuko kizazi kipya tupu. Sijui kama wewe ni kizazi kipya ama wewe ni kizazi cha zamani. Kizazi kipya na nini? Injili ya kweli. Kizazi kipya ni Injili ya kweli. Kizazi kipya Injili ya kweli. Useme kama kana kwamba unajiamini. Unajiamini kweli? Twende kwa jina la Yesu. Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Umeona nyoka lakini jangwani, lakini wa moto, lakini wana sumu kali. Nyoka wa moto wenye sumu kali, akikuuma na kufa. Lakini kumbuke ya kuwa bado wanapomwendea Musa na kumwambia, bila shaka hilo lugha ya Musa, hebu tuambie Mungu atuombee. Hiyo ni lugha ambayo kizazi kile kilichotoka Misri hakuaga nayo. Hiyo ni alama ya kizazi kipya ambao wanaweza kushusha na kumwambia Musa, Bwana anafanya nini? Wanamwambia Musa au muombe Bwana ili awaondolee hao nyoka. Lakini umeona sasa, leo upate kujua habari za huyu nyoka, na tuone kabisa, tunataka tuone mpaka mwisho wake. Je, ilibebwa? Watu wa Mungu, ilibebwa? Tunataka tuende tuone, baada ya karne nyingi ndio inaangamizwa, lakini ilikuwa inabudiwa, ilikuwa inatolewa kabisa na dhabihu. Ndio maana Mungu hakuruhusu watu hawa waone kaburi la Musa, maana pangetosha. Hata sasa hivi wangekwenda kwenye kaburi la Musa. Yesu angekuwa kaburini, je, sasa hivi watu wasingekuwa naenda huko? Ashukuriwe Bwana ya kuwa Kristo kaburi lake li wazi. Twende kwa jina la Yesu. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumenung'unika Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu atakayeumwa aitazamapo ataishi. Umeona sasa, Mungu akuondoa wale nyoka. Hebu pata picha. Kwa sababu gani? Angeondoa wale nyoka,
wale wabishi wale wasinge nani, lakini anamwambia tengeneza nyoka ya shaba ili kama kuna mtu anayemtumainia Bwana, neno la Bwana laliamini, basi atazame juu ya nini? Juu ya msalaba. Hiyo ilikuwa jaribu. Ni wangapi ambao wamtazami Kristo pamoja na Yesu alisulubishwa? Hawataki wengi. Bwana akusema kwa aondoe nyoka, akasema kwa Bwana, wewe muinue nyoka wa shaba juu ya mti, atakaye umwa akitazama. Ina maana kama uliumwa ukutazama ulikuwa unakufa. Lakini kumbuka wale wabishi, je, walitazama? Wewe wale ambao walikuwa nasema Bwana turudi Misri, wale bado walikuwa naona kama Misri bado ilikuwa na wafaa, bado hawakumtumainia Bwana. Ndio maana ni yule aliyegongwa na nyoka akatazama juu. Ina maana kawa na imani katika neno ambayo Mungu alimwambia Musa. Watu wa Mungu, imani ni kitu ambacho imepiga wengi sana cheki. Umeombewa mara nyingi, lakini yawezekano hujapona. Kwa sababu gani? Kwa sababu huna imani, una mashaka. Lakini kumbuka, kwa mwenye haki ataishi kwa imani. Moyo wake ukisita sita, roho yake haimpendezi Bwana. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, kama una imani unapokea dakika sifuri. Maana miujiza inakuwepo kwenye hewa. Hasa hivi miujiza imeshaachiwa. Lakini mwenye imani anafanya nini? Anapokea. Unapokea kadri ya imani yako. Lakini imani, watu wengi walipokea imani. Maana imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Walipokea imani, lakini imani ikadumaa, hatimaye ikafa kwa sababu hawakuendelea kusikia. Lakini kusikia maana yake, tunaposoma Biblia unasikia, unasoma hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Ina maana unaposoma unajisomea mwenyewe. Lakini sasa imani inaendelea kuwepo na kuwepo na kuwepo na kuwepo, kuendelea kuwa na kuwa kwa mtu kuendelea kusikiliza ama kusoma na kujifunza neno la Mungu. Bila shaka hiyo ni kitu kinachokosekana. Maana unapookoka unapata imani, alafu unaishia pale, usome Biblia na kutaka kujua zaidi. Huwezi kujua ukuu wa Mungu. Na watu wengi sana imani yao inasuasua. Kwa sababu gani? Hajui, anadhani ya kuwa Mungu atamuona. Watu wengi wanadhani ya kuwa Mungu, utaona ukuu wa Mungu kwenye matendo anayetenda tu. Ukuu wa Mungu unaanza kuiona kwenye Biblia. Mambo Mungu aliyetenda, aliandikwa. Halafu ndio unaangalia katika ulimwengu wa kawaida. Unaangalia miti, unajua mti uliumbwa siku gani. Unaangalia mimea, iliumbwa siku gani. Unaangalia milima, iliumbwa siku gani. Unaangalia mianga katika anga, unasema hebu ona jinsi nyota zimekaa vizuri pale katika anga. Unasema iliumbwa siku gani? Ni katika anga viliumbwa mianga siku ya 4. Unaanza kuona ukuu wa Mungu. Lakini usipojua kilichoumbwa siku ya kwanza, unatakiwa ukiona tu nuru tu, kale kanuru kwanako kucha, unasema yani siku ya kwanza kumbe ndio ilikuwaga hivi. Lakini wewe hujui, mtu hajakufundisha habari za uumbaji na ile siku ya uumbaji. Utajuaje ukuu wa Mungu? Lazima ujue ukuu wa Mungu kutokana na unachoona. Unapomuona mwanadamu, unaona jinsi mwanadamu anavyopendeza, anatembea, unasema ukimwona unasema huyu ni mfano wa Mungu. Lakini je, kama hujajua kuwa Mungu alimfanyaje mwanadamu, na usipojua ya kuwa Mungu alimfanya mwanadamu kwa mfano wake, alimfanya mwanadamu kwa jinsi yake, hakumfanya mwanadamu kwa jinsi yake mwenyewe. Wanyama wengine wakafanywa kwa jinsi yao, mimea kwa jinsi yake, lakini mwanadamu akafanywa kwa jinsi ya Mungu, ina maana kwa mfano wa Mungu. Lakini je, utajuaje ya kuwa wewe ni muhimu kwa Mungu usipojua ya kuwa umetengenezwa kwa mfano wa Mungu, umetengenezwa kwa jinsi ya Mungu? Sema nimetengenezwa kwa jinsi ya Mungu. Hebu jaribu vuta pumzi kidogo, alafu upate picha ya kuwa unapojiangalia kwa wewe ni mfano wa Mungu. Mbona jidharau? Ukijua nafasi yako, mahusiano yako na Mungu, hata ugonjwa inakupisha njia, hata mabaya inakupisha njia. Kwa nini? Biblia inasema kwa watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mimi nasema hivi, watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ni nini? Maarifa ni neno la Mungu iliyopo kwenye Biblia, ukiwa na uwezo wa kuielewa. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, neno la Mungu ni mpya kila siku.
haijachuja wala haijapitwa na wakati hata siku moja. Ndio maana neno la Mungu lililokuwepo kipindi cha Yesu ndio neno la Mungu lililopo mpaka sasa hivi. Neno la Mungu lililokuwepo kwenye karne ya kwanza ndio wale wa karne wa pili wakatumia hiyo Biblia. Wa karne wa tatu, karne ya 4 ya 5 mpaka sisi tutatumia hiyo Biblia. Maana Biblia ni neno la Mungu na Mungu ni yote katika yote. Mungu ni mwanzo, Mungu na mwisho. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata kesho na milele. Ndio maana matendo yale aliyeanza kuyatenda Yesu na kufundisha, bila shaka mitume walitembea katika haya yale, maana walifundisha na kuyatenda yale aliyefanya Yesu. Lakini kwa sasa hivi nani anayefundisha yale aliyefundisha Yesu? Watu wanafundisha mapokeo yao, watu wanajitwaulia utukufu, watu wanagusa utukufu wa Mungu. Mungu amesema utukufu wake hawezi akashiriki na mwanadamu. Lakini nasema hivyo, watu wa Mungu, nashukuru sana Mungu kutufunulia kuwa sisi ni waumini ama waaminie. Kumbe bila shaka nafasi yetu lazima ibakie kuwa nafasi yetu. Ndio maana mimi bila shaka matendo haya yanafuatana nami, kwa sababu mimi ni muamini. Lakini wewe kama ni mponyaji, mimi amsore, mimi sio mponyaji. Mponyaji ni Bwana Yesu. Kama wewe ni unapenda, mimi wala sitendi, mimi ishara hizo zinafuatana na mimi, kwa sababu mimi ni muamini. Twende kwa jina la Yesu. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Kisha wana Israeli wakasafiri wakapanga Marago Obothi. Wakasafiri kutoka Obothi wakapanga Ye-Habarimu katika jangwa iliyoelekea Moabu. Umeona sasa? Wanaanza sasa swala la Mungu. Unaona anaanza kutajwa sasa vituo sasa. Ina maana wameanza kukaa katika mapenzi ya Mungu. Umeona wamepanga sehemu fulani, wakatoka wanaenda mapanga sehemu fulani. Ina maana sasa mambo yanaanza kufanya nini? Yanaanza kwenda, lakini wale wanakaa sehemu moja muda mrefu, wanakumbuka matikiti maji, wanakumbuka Misri. Usikumbuke dhambi, usikumbuke ulikotoka, usikumbuke duniani. Twende mbele, maana nasema hivyo watu wa Mungu, saa ya Bwana imekaribia lake. Na mimi nasema hivi, utaona kuanzia sasa mambo yakianza kwenda, kwa sababu naona kituo hichi na maana sasa wameshafika karibu kabisa, wameshafika Mkanani, wako ng'ambo ya pili ya Kanani. Kanani ya ng'ambo ya pili ya mto Yordani. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kutoka huko wakasafiri wakapanga katika bonde la Zeredi. Kutoka huko wakasafiri wakapanga upande wa pili wa Arnoni ulio jangwani. Baki nyuma, usiwe mbishi, utabaki mwatatu. Usiwe huyu mtu anayelegalega, utabaki. Wanakwenda watu. Mbona sasa eti mara ya kwanza tunasikia kuwa Bwana nasema kabisa yeye mwenyewe kwa moyo wake kwa waite watu ni wape maji, wanaimba na kuimba. Lakini kile kizazi, wewe usianze kumlumbana Mungu kwa nipe kuku nile. Wewe mtumainie Bwana, furahie Bwana. Kama anataka ule kuku, utakula tu mwatatu. Hatimaye nimeshangaa kuwa Bwana mwenyewe anasema kuwa waletwe ili wapewe maji. Hatimaye wanaimba. Ushirikiano kati ya Mungu na wana wa Israeli inaanza kurejea. Nasema hivi, sisi ni kizazi kipya. Lazima kabisa ushirikiano wetu na Bwana uwe ni mzuri sana. Tukimtukuza Bwana, tukimrudishia Bwana sifa na utukufu. Imetokea mtu amekwambia, dada mbona umependeza, mwambie sifa na utukufu zimwendee nani? Umependeza dada, sema hizi ndio zangu Bwana, usinitanie. Sijaanza kupendeza leo. Wewe hujaanza kupendeza leo. Yawezekana wewe mwaka jana ulikuwa upendezaji. Mungu ndiye amekupendeza sasa. Umependezeshwa na Mungu. Bwana usi. Unaona mtu anakatisha mtaa, anatembea miondoko, eti kafunga suruali hapa, halafu anatembea. Ni Bwana. Hata ili ufunge suruali ishike kifua vizuri, ni Bwana. Unaweza ukakosa hata kifua cha kufunga suruali shike. Wengine wako hospitalini wamekonda kiasi kwamba hata kifunga suruali hapa anaonekana kama kichekesho. Hata kuvaa nguo na kupendeza ni Bwana.
Kuna mtu mwingine hana mwili wa kupendeza kwenye nguo mwatatu, hujui? Mbona ukivaa kila nguo na kusema umependeza? Ndio anasema mtu wanamtukuza Bwana mbele yao. Wewe na utukuza Bwana mbele yao. Wewe kumbe wewe ndio unashiriki utukufu wa Bwana. Acha mara moja. Acha mara moja. Hata kama ni kiatu, sema namshukuru sana Bwana aliyemwezesha huyu aliyebuni kiatu hichi. Hebu pata hiyo picha. Kiatu kimependeza Bwana. Sifa na utukufu zimwendee Bwana aliyempa afya na nguvu na hewa ya kupumua, akabuni kiatu hicho, na akili aliyempa ni Bwana. Anaweza hebu niambie huyu Bwana ambao unasema habari zake. Hebu jaribu kutukuza ufalme wa Mungu. Wale watu wote wa shetani waongelea habari za ufalme wao, sio mchezo. Wanatukuzaje? Tutukuze ufalme wa Baba yetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nione nasema niko tayari kutukuza ufalme wa Bwana. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Twende kwa jina la Yesu. Bubujika kisima, kiimbieni kisima walichokichimba wakuu, ambacho wakuu wa watu wakakifukua. Kwa fimbo za enzi, kwa fimbo zao. Kutoka lile jangwa wakaenda Matana, na kutoka Matana wakaenda Nahalieli, na kutoka Nahalieli wakaenda Bamothi, na kutoka Bamothi wakaenda bondeni kwenye bonde la Moabu, hata kilele cha Pisga kielekeacho chini jangwani. Kisha Israeli akatuma wajumbe kumwendea Sihoni. Umeona sasa? Watu msafari sasa inakwenda sasa. Wanafika mahali sasa, wanatuma wajumbe wameendea mfalme yupi? Sihoni. Lakini Sihoni tadhani ya kuwa na yeye kama yule mwenzake kule Edom alivyowakataza wale, alafu akapita pembeni, eti hawa watamuonea huruma. Bila shaka hawa watacheza naye. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha Israeli akatuma wajumbe kumwendea Sihoni mfalme wa Moari na kusema, nipe ruhusa nipite katika nchi yako. Hatutageuka kando kwenda mashambani wala kuingia katika mashamba ya mizabibu. Hatutakunywa maji ya visimani. Tutakwenda kwa njia kuu ya mfalme hata tutakapokuwa tumepita mpaka wako. Lakini Sihoni hakukubali kumwacha Israeli kupita katika mpaka wake. Bali Sihoni akawakutanisha watu wake wote, akatoka aende kupigana na Israeli jangwani. Akafika mpaka ya Hasa, akapigana na Israeli. Israeli akampiga kwa makali ya upanga na kuimiliki nchi yake tangu mto wa Amnoni hata mto ya Boki. Hebu ona sasa watakatifu wana wa Amnoni. Umeona sasa Sihoni anakataa. Lakini wacha nikwambie kitu kinachopendeza. Wana wa Israeli, kwa nini walimwendea Sihoni? Sihoni alikuwa ni mfalme wapi? Mfalme wa Amori. Waamori, tuende kwanza tufike mwisho, alafu tuone Waamori ni nani. Mara ya kwanza tuliona Waamori pale katika Mwanzo sura ya 15 mstari wa 16, Mungu alipokuwa anamwahidi Ibrahimu ya kuwa atapeleka kizazi chake cha 4 kwa kumiliki ile nchi, na wakati huo dhambi ya Waamori itakuwa imefitimia kwa ajili ya hukumu. Kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa anatumia wanadamu kuhukumu watu wengine. Hukumu ilikuwa papo kwapo, lakini sisi wa Agano Jipya hukumu yetu itakuja mwisho wa kila kitu. Ndio maana bora hata wale wangeweza kubadilika, sisi je? Ikitoka imetoka, maana hukumu inakuja mwishoni. Kiti cha enzi kitashuka mwisho wa utawala ile miaka 1000. Kwa hapo hebu nikuulize, ukipoteza utakuwa umepoteza moja kwa moja. Ndio maana nasema hivyo, Mungu, ishi maisha matakatifu. Mtumainie Bwana. Tafuta kumjua Bwana. Umeona Yesu anasema kuwa anapenda wampendao na wamtafutao kwa bidii ndio utakayemuona. Asikudanganye mtu. Huwezi kumjua Mungu pasipo kurudi kwenye Biblia, pasipo kujifunza neno la Mungu. Kuanzia kitabu cha kwanza, ukienda kitabu cha pili, cha tatu, cha 4, cha 5, mpaka kitabu cha 66. Na kila kitabu ukielewa, umeelewa tafsiri ya kitabu kingine. Ndio maana sikudanganye mtu. Biblia inajieleza yenyewe.
Biblia inajitafsiri yenyewe. Ukileta tafsiri yako kutoka nje, bila shaka hayo ni mapokeo yako. Ndio maana kila kitu unachojaribu kuelezea na tafsiri yake itoke kwenye Biblia, maana Mungu atajifunua mwenyewe kwa watu wake kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende, alafu baadaye tutakupeleka tusome kule tuone habari za Waamori. Maana hata Mungu, acha nikwambie kitu kimoja. Umeona sasa, tunuko kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 21. Lakini kwa nini niongelee Mwanzo sura ya 15 mstari wa 16? Ulivyowaona Waamori kule, hukuelewa chochote kuhusu wao. Lakini sasa unamaona sasa hapa na mfalme wao na mji wao mkuu naona, lakini kumbuka wao walikuwa Kanani. Tayari na kudhibitishia kuwa hapo ni Kanani, kwa sababu kumbuka ya kuwa Mungu anamwahidi Ibrahimu ya kuwa atawapandisha nini? Uzao wake watakwenda kuimiliki Kanani. Maana dhambi za Waamori, nimekuambia kuwa tayari kizazi kipya wamefika Kanani, lakini ng'ambo ya mto Yordani. Umeona sasa, tayari ina maana udhibitisha kuwa hapo ni Kanani ipo kwenye Mwanzo 15:16. Lakini umeona sasa, hebu twende kwa jina la Yesu. Naona mtu mmoja amestajabika. Ustajabike. Kwa kuwa mpaka wa Amoni ulikuwa na nguvu, basi Israeli wakaitoa miji hiyo yote. Israeli wakakaa katika miji yote ya Waamori katika Heshboni. Umeona, katika mji mkuu wa Heshboni eti wanatoa miji yote. Lakini pata picha, ndio wale ambao baba zao walikuwa wanasema hivi, umetuleta huku jangwani ili tuangamize, watoto wetu watakuwa mateka, wake zetu watakuwa mateka. Lakini wao, Mungu akasema kwa mmenijaribu, mmekataa kuitamalaki hiyo nchi. Kumbuka ya kuwa sasa Mungu anatumia wale wanayedharauliwa. Ndio maana Mungu hutumia mambo manyonge kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Wale ambao walikuwa wanaonekana watatekwa, walikuwa wanaonekana ya kuwa wataangamizwa, tayari hebu wana mambo makubwa. Waamori walikuwa ni taifa imara. Acha Waamori, ufalme wa Radi kule, wao walitoka Kanani ng'ambo ya pili, wakavuka kwenda kutaka kushambulia Israeli. Lakini umeona Waisraeli, watu ambao wasiokuwa na uzoefu. Sio uzoefu wako inafanya upate ugali, sio uzoefu wako inafanya wewe ujue Biblia, sio uzoefu wangu inafanya nijue Biblia, bali bila shaka ni kwa neema ya Mungu tunayaweza yote katika Bwana. Bwana akuwezeshe kwenye kila jambo katika jina la Yesu. Amen. Bwana awezeshe njia zako zote, na katika kila kitu unachojaribu ufanikiwe kwa jina la Yesu. Nasema hivyo kwa Mungu. Wale ambao walionewa huruma sasa wameshafanya mambo makubwa. Lakini kumbuka, wengine wataanza kusema kwa Bwana, tutaona kesho katika sura ya 22, wengine wanasema kwa Bwana, sisi Bwana tubaki ng'ambo huku Bwana. Musa anasema mkibaki huku hakuna kitu kama hicho. Lazima tuende mbele kule, tuteke wote, mtusaidie kuteka. Sema tutawaacha wake zetu na vitu vyetu, lakini sitabeba upanga, tutakwenda kusaidia kuteka. Lakini hebu pata picha ya kuwa tayari wanaanza kula mema ya nchi. Ilikuwa nje, lakini wale mijitu walikuwepo. Ogu alikuwa ni kipande cha mtu, lakini Ogu anapigwa mchana. Kama yeye alikuwa kipande cha mtu, je, majeshi yake ndio wale ambao wale mabwana waliona miaka karibu 38 iliyopita, wakasema kuwa nafsi zao kama mapanzi. Lakini sasa watoto wao sasa hawajioni kama mapanzi, wanajiona kama wanayo Bwana, na Bwana kweli anatenda pamoja nao. Nasema hivi, ukubwa wa tatizo kwenye imani uione kama kitu kidogo. Aona ukuu wa Mungu kwenye tatizo. Usijaribu kumtangazia Mungu ukuu wa matatizo yako. Itangazie matatizo ukuu wa nani? Wa Mungu. Amen. Mimi natangaziaga matatizo ukuu wa Mungu. Mungu ni mkuu kuliko kila kitu. Je, wewe Mungu wako yukoje? Mungu wako yukoje? Ni mkuu kuliko kila kitu? Na miji yake yote. Kwa kuwa Heshboni ulikuwa ni mji wa Sihoni mfalme wa Amori, aliyekuwa akipigana na mfalme wa Moabu wa mbele na kumpokonya nchi yake yote mkononi mwake mpaka mto wa Amnoni. Umeona, huyu Sihoni kumbe alikuwa sio mchezo, alishawashinda wale kule.
alishawashinda wale, na kumbuka alikuwa na tawala. Lakini aliyeshindwa akashashindwa, na aliyeshinda pia anashindwa sasa. Ina maana Bwana akiwa mbele yako. Shida ni watu wengi hawamtangulizi Bwana mbele, wanajitanguliaga wenyewe, alafu fedha imetangulia mbele, alafu yeye anafuata, alafu Mungu amemsahau mbali sana. Hebu mtangulize Mungu mbele, alafu wewe umfuate Mungu, alafu fedha ifuate nyuma kule. Bwana atakushindia. Hawa watu wengine Bwana hana Bwana. Lakini hebu ona sasa, hebu jinapokuwa laini, wale watu walifika mpaka kabisa. Halafu akataa kutamalaki, akasema Bwana, bora tuchague mtu tu atuongoze turudi Misri. Je, umewahi kuwaza kule ulikotoka? Kabla sijaokoka nilikuwa na kismat, mtoto wa mtu bwana. Nikitoka lazima nipate kilo 3, yani lazima nipate 3-4. Si ulikuwa muizi kipindi hicho? Si ulikuwa unaiba? Ungeshauawa. Unachopata sasa hivi ni njia sahihi. Mali inayepatikana kidogo kidogo kidunduliza, bila shaka inatengeneza kitu kikubwa, si ndio? Lakini inadumu. Usipende fedha, maana apendaye fedha, je, anashiba fedha? Ashibi fedha. Wewe usipende fedha. Kwa nini mimi sishibi neno la Mungu? Naipenda neno la Mungu. Anza kupenda Biblia, anza kupenda kujifunza, anza kupenda kusoma neno la Mungu. Bila shaka utashiba mwatatu. Kila siku itakuwa ni siku mpya kwako. Twende. Wengine wanapenda fedha. Wewe. Kwa hiyo hao wanenao kwa mithali husema, njooni Heshboni, mji wa Sihoni, na ujengwe na kuthibitishwa. Maana moto umetoka Heshboni, umekuwa ari ya Moabu. Mwali wa moto umetoka mji wa Sihoni, wakuu wa mahali palipoinuka Anoni. Ole wako Moabu, umeangamia enyi watu wa Kemoshi. Umeona wa Moabu tayari, ina maana Moabu wao Mungu wao mkuu alikuwa ni Kemoshi. Nitakuonyesha tukimaliza paka hapo mwisho. Lakini unaona sasa, usemi huo ni yule mfalme ambaye ameshapigwa yule tayari, yeye alikuwa ameteka paa kule wa Moabu na miji mingine aliwanyang'anya. Lakini pata picha, kama yule mtekaji kashapigwa. Umejua kuna makabila, kuna mataifa mengine kule Kanani ambao walisikia mambo aliyofanyika Kanani ya ng'ambo ya pili, tayari mioyo yao ikayayuka. Lakini kumbuka, watu hao wanapokuwa ng'ambo ya pili, kumbuka ya kuwa wanaiona Kanani ya ng'ambo ya pili, mji wa Yeriko inaonekana. Taarifa zinazotokea ng'ambo ya pili huko zinafika kule. Mungu akisema kitu, haijalishi inachukua muda gani, hayawi sasa anaanza kuwa yaliyoambiwa Ibrahimu karne nyingi zilizopita. Yawezekana familia yako imesota sana. Yawezekana familia yako imeonewa sana. Yawezekana mlidharauliwa sana. Yawezekana mlichukiwa sana. Yawezekana watu walikufa wengi katika umri mdogo. Lakini saa imefika sasa ya wewe kusimama kama njia ya ukombozi katika ile familia. Na mimi nasema hivi, yaliyekuwa yameshindikana kwenye familia yataanza kuinuka tena. Bila shaka watu ataanza tena kuipenda familia yako, watapenda tena watu wako, na bila shaka wewe ukiwa ni kiongozi, maana bila shaka utawaongoza kutenda mema, na ongozao wengi kutenda mema atafanya nini? Atang'aa milele. Atang'aa milele. Nani yuko tayari kung'aa milele? Waongoze wengi kutenda mema. Je, leo umeongoza nani kutenda mema? Jana umeongoza nani kutenda mema? Mwaka ndio hii na yayuka sasa, mwezi wa 11. Je, miezi iliyopita yote, miezi 10 iliyopita, umemuongoza nani kutenda mema? Umemuongoza nani kwa Bwana? Mchungaji, acha hizo. Twende. Amewatoa wanawe kuwa wakimbizi, na binti zake waende utumwani. Wamwendee Sihoni mfalme wa Amori. Tumewapigia mishale, Heshboni umepotea mpaka Diboni. Nasi tumeharibu mpaka Nofa, ifikilayo Madeba. Basi hivyo Israeli... Bwana sasa,
Sihoni alikuwa ndiye anayetawala eneo lile pale, mpaka mithali natungwa kuonyesha ukuu wa Sihoni. Lakini nasema hivi, Bwana ameshatia mguu hapo sasa, nyimbo zote zitamwendea Bwana. Bwana atukuzwe kwenye familia yako, Bwana atukuzwe kwenye kazi yako, Bwana atukuzwe kwenye maisha yako. Amen. Je, afya yako inamtukuza Bwana? Je, muonekano wako inamtukuza Bwana? Je, biashara yako inamtukuza Bwana? Je, hatima yako inamtukuza Bwana? Je, maongezi yako inamtukuza Bwana? Je, tembea yako inamtukuza Bwana? Je, kuangalia kwako inamtukuza Bwana? Je, muonekano wako inamtukuza Bwana? Je, kucheza kwako inamtukuza Bwana? Mbona kuchezea Bwana utaki? Tukimwimbia Bwana hapa, wewe ndio umekauka kama mti. Lakini kipindi kile cha zile za duniani ulikuwa unaondoka miondoko yote. Nani ambayo cheza yake na mtukuza Bwana? Nione kwa mkono. Wewe tunamwimbiaga Bwana hapo, umekauka. Kuanzia leo cheza yako imtukuze Bwana, imba yako imtukuze Bwana, muonekano wako mtukuze Bwana, hatua zako na nyendo zako zimtukuze Bwana, tabasamu yako imtukuze Bwana. Wengine watabasamu inayetisha. Asema unataka kumwimba nani hapa? Mwibia nani hapa? Maana yani sio mwizi, lakini yuko chonjo. Amepita mwanamke anasimama, wananiangalia mpaka mmoja anashangaa, mbona ameniangalia hivi? Nasema hivyo, watu wa Mungu, kila kitu kwenye maisha yako na imtukuze Bwana. Umeona methali na wimbo ule unamtukuza mfalme Sihoni. Nasema ya kuwa Biblia inamtukuza Bwana. Tutaenda kwenye Zaburi, taona jinsi ambayo Zaburi, kitabu cha Zaburi inamtukuza Bwana. Lakini wanaagizo kuu na wamtukuze nani? Bwana. Je, familia yako wamtukuze nani? Je, kazi yako imtukuze nani? Bwana. Hatima yako imtukuze nani? Kuvaa kwako kimtukuze nani? Bwana. Mchungaji, acha katika eneo la kuvaa, acha kabisa. Je, unapotembea watu wanamuona Kristo kwako, ama watu wanakuweka question mark? Kuna mwingine akifika mara sema kaeni chonjo. Na sasa hivi dunia imekaa vibaya. Ukisema tu bwana mimi ni mchungaji, mimi ni askofu, sasa watu wako chonjo na wake zao na watoto wao, wanasema hapa bwana nini? Ushuhuda wa Kristo imeharibiwa. Kujikweza, kujigamba, kujionyesha, kujitukuza, kutukuza huduma. Nasema hivi, kwa nini mwimbaji aimbe atukuze huduma ya agizo kuu? Kwa nini mwimbaji anitukuze nini? Yesu yuko wapi? Bwana yuko wapi mpaka unajitukuza ama unatukuzwa? Wewe sio mponyaji Bwana, wala wewe sio mfufuaji Bwana. Wewe ni muamini. Ishara hizo zinafanya nini? Zinafuatana na wewe. Achia Bwana utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naweza Bwana. Uwezi. Anayeweza nani? Yes. Bwana. Twende kwa jina la Yesu. Basi hivyo Israeli akaketi katika nchi ya Waamori. Kisha Musa akapeleka watu ili kupeleleza Yazeri. Umeona sasa kile kikundi mbona kilimiaisha Musa? Kumbe mlitakiwa yani mtindo iwe ni kupeleleza. Utaona baada ya Musa kuondoka kwenye kitabu cha Yoshua naye atatuma wapelelezi. Wapelelezi. Na sisi tunatuma wapelelezi ndani ya nini? Amen. Tunatuma wapelelezi humu ndani. Hatujapitia, tumeshatuma wapelelezi. Ndio maana tujafika hapa kwenye kipindi unasoma kwanza. Wewe ni mpelelezi. Peleleza. Peleleza ndani ya mtabu huu. Mtabu huu ni Bwana mwenyewe. Je, neno la Mungu sio Mungu? Mungu ni neno na neno ni Mungu. Peleleza ndani ya nini? Peleleza ndani ya nini? Ndani ya mtabu. Peleleza na utajua. Umeona sasa? Mwendo ni kupeleleza. Inapopelelezwa ina maana unapata. Na sasa hata sasa hivi hapo. Sasa hivi nchi moja kitaka kupigana nchi nyingine lazima wapelelezane. Nchi tume wapelelezi huko na wapelelezi. Kazi ya wapelelezi ni nini?
kujua jinsi hiyo nchi imekaa. Je, ina nchi ya maboma? Je, ni nchi ya watu wa aina gani? Je, nguvu yao kisilaha iko namna gani? So Musa tena, hiyo ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya Musa. Ile sura ya 13, je, nani aliyemwambia Musa atume wapelelezi kule Kanaani? Alikuwa ni Mungu. Ukisoma sura ya 13 kitabu cha Hesabu, Mungu anamwambia Musa ya kuwa achague mtu mmoja mmoja kwenye kila kabila, na bila shaka awatume waende wakapeleleze ile nchi, waone kama ni watu wenye nguvu ama maboma yake yako ndani ya miji ama tambarare, ni watu wa aina gani. Umeona sasa? So kumbe Musa anaendelea kutembea katika mapenzi ya Mungu. Sema na mimi kuanzia leo nitatembea katika mapenzi ya Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Twende tembea katika mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu. Nao wakaitoa miji yake, wakawafukuza Waamori waliokuwamo. Kisha wakageuka na kukwea kwa njia ya Bashani, na Ogu mfalme wa Bashani akaondoka apigane nao huko Ederi. Umeona sasa, Ogu alikuwa balaa, alikuwa ni waumbali wa Wanefili wale. Wanefili ambao tuliona katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4 ya kuwa wana wa Mungu wakawaoa mabinti za wanadamu, na kisha matokeo yake yakawa ni Wanefili. Ina maana Ogu kitanda chake tu utaisikia, kaburi lake tu. Lakini wale ambayo ni kizazi kipya, wasiyekuwa na uzoefu, waliyedharauliwa, ambao hawakutumainia, tamewaniwa kidogo, hata kidogo, wanakwenda kufanya mambo ya kweli. Nasema hivyo watu wa Mungu, tumaini lako na liwe kwa Bwana. Ule mlima uliopo mbele yako katika afya yako, bila shaka itakuwa tambarare. Mabaya yote yaliyekuwa ni mlima katika maisha yako, katika neno la Bwana, hata mlima hufanya nini? Ung'oka. Milima yote ing'oke, itoke katika maisha yako kwa jina la Yesu. Hata mlima huu wa ugonjwa huu, ndiyo itakuwa tambarare. Twende kwa jina la Yesu. Yeye na watu wake wote. Bwana akamwambia Musa, usimche, kwa kuwa nimekwisha mtia mkononi mwako, na watu wake wote na nchi yake, nawe utamtenda kama ulivyomtenda Sihoni mfalme wa Amori. Bila shaka Musa alisikia habari za Ogu, lakini sasa Bwana anamwambia kuwa usimnyenyekee. Bila shaka nimemtia mkononi mwako, umtende kama ulivyotenda Sihoni. Umeona sasa, kama ameshatiwa mkononi mwake, inakuwaje aende kupigana? Bila shaka Mungu ameshakupa uwezo wa kujua. Soma Biblia, neema imeshashuka ya kujua. Mungu akamtia mfalme Ogu mkononi mwa Musa, lakini anaambiwa tena ameshatiwa, lakini mtende kama ulivyotenda Sihoni. Umeshapewa neema ya kujifunza Biblia, lakini soma ili uelewe. Umepewa neema ya kujua habari za Bwana, ingia ndani ya Biblia ujifunze. Nenda ujifunze kanisani. Neema imeshashuka ya kujua. Hebu pata picha. Je, Musa asingeweza kwenda? Na nimeshatiwa mkono wangu siendi. Wewe, imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Chukua hatua, twende zetu. Ndio maana lazima Biblia lazima uanze kupekua. Unaanza kwenye sura mstari wa kwanza ama sura ya kwanza kwenye Biblia, unaenda hatimaye, ukienda kila siku ndipo utakapofika mwisho. Lakini ukienda tu kwa siku chache alafu kaacha, inabakia pale pale. Aliyeketi Heshboni, basi wakampiga na wanawe na watu wake wote, hata wasizaze kwake mtu yoyote, nao wakamiliki nchi yake. Wanayempiga ni nani? Ni wale ambao walikuwa wanaliliwa kwa umetuleta huku ili tu watoto wetu waangamie. Lakini watoto wale wametambua jambo moja, ni Bwana ndio anayetenda ndani yao. Bwana alikuwa anawaambia nendeni, ni Bwana wa vita yuko pamoja nao. Lakini nasema hivi, kwa sasa hivi ni bora zaidi, maana sasa hivi yuko ndani yako. Kama yuko ndani yako, mkono wako ni mkono wake.
Sema yako ni yeye. Amen. Lakini wale watu wengi hawakuingia kwa sababu hawakuamini Bwana aliyekuwa pamoja nawe, na kuna wengi sana hawamwamini Bwana aliyopo ndani yao. Hebu pata picha kuwa aliyopo upande wako ni mkuu kuliko aliyopo upande wao ama aliyopo duniani. Lakini je, unaamini? Kama yupo ndani yako, unachotaka ni nini? Hujapona hapo? Kama yupo ndani yako, alafu yeye ni muumbaji, yeye ni daktari wa madaktari, yeye ni mfanyaji wa operation wa kwanza, anakamilisha kazi, akamilishi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone mambo machache sasa. Tayari tumeona kizazi kipya kinaanza kazi ambayo Mungu alitarajia kuona kutoka kwao. Kazi ni nini? Kutembea katika mapenzi ya Mungu. Na kwa mtu aliyeokoka sasa hivi, tembea katika mapenzi ya Mungu. Tofauti ni nini? Bwana alikuwa anasema pale na mtu alafu yupo katikati yao. Bwana anasema na wewe lakini kupitia kitabu hichi. Bila shaka ni yule yule Bwana. Lakini je, unaipokeaje? Je, unaona kama ni kweli ama unaweka question mark? Bila shaka wale walivyoweka question mark waliishia kule jangwani. Nasema hivyo watu wa Mungu, ishikilie neno hili. Neno hili ishikilie, ni ya kwako. Tayari tumeona kuwa kizazi kilichotoka Misri tayari inakwisha sasa. Ina maana mpaka hapo sasa amebaki Musa, Kalebu na Yoshua katika waliyetoka wapi? Misri. Ndio maana una mambo anaanza kwenda sasa nini? Yanaenda kwa mteremko. Isije kawa safari yetu hii kuna bado wapelelezi wengine wapo na wafuasi wengine natakiwa wafe kwanza. Wewe safari isije ikawa ngumu, kumbe wamo waliyetoka Misri, tutapeleleza. Kumbe waliyetoka Misri natakiwa wengine wafe. Hebu soma Yesu alinukuje juu ya huyu nyoka wa shaba. Alafu tufananishe mambo juu ya nyoka wa shaba aliyeinuliwa juu ya mti na kusulubishwa kwa Kristo Yesu. Tumeona katika Hesabu sura 21 mstari wa 7 mpaka wa 9, Mungu akimwambia Musa ya kuwa fanya nini? Ya kuwa inua nyoka wa shaba juu ya mti, na kila atakaye gongwa ama atakaye ng'atwa na nyoka akitazama juu ya mti, amemtazama yule nyoka wa shaba, basi ataishi. Hebu tusome kwenye Agano Jipya, Yohana 3, soma kuanzia mstari wa 14 mpaka 16. Yohana sura ya 3. Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Bila shaka umeona jinsi ambao Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba juu ya mti, na watu ambao waligongwa na nyoka ama waliung'atwa na nyoka, walivyokuwa na imani wakatazama juu, walipata kuishi. Lakini kumbuka ya kuwa Yesu Kristo naye amesulubishwa, na kusulubishwa kwake ndio ukombozi wetu. Kifo chake ndio ukombozi wetu. Tusingeweza kukombolewa pasipo kifo. Ingetokea Yesu alivyoomba Bwana akuwa kikombe hicho kimwepuke, alafu kikombe hicho kingemwepuka, wokovu isingekuwepo. Wokovu ingekuwepo wapi wakati wokovu ilikaa nyuma ya kifo? Ndio maana nasema hivi, matatizo yote mengi yanayosumbua maisha yako, acha kuangalia matatizo. Watu waliogongwa na nyoka waliangalia miguu yao na kuyasikilizia maumivu, wakashindwa kuangalia juu
walikufa walikufa. Na sasa hivi kuna watu ambao wameshindwa kuangalia msalaba wa Yesu. Wengi wamekufa kiroho, wale walikuwa wanakufa kimwili, sasa hivi wanakufa kiroho. Hebu nijaribu kuangalia kati ya Waisraeli na Wakristo. Kwa Waisraeli iliinuliwa nyoka ya shaba. Kwetu sisi alisulubishwa Kristo kwa ajili ya dhambi zetu. Bila shaka na wao aliinuliwa nyoka yule kwa ajili ya dhambi zao. Na wale nyoka kama unavyojua, nyoka wale waliyekuwa na wauma wale waliwakilisha nini? Nyoka anawakilisha utawala wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule nyoka aliyeinuliwa juu ya shaba aliwakilisha nini? Kama unavyojua shaba, niliwahi kufundisha habari za shaba. Shaba inawakilisha hukumu ya nani? Hukumu ya kimungu. Dhahabu inawakilisha utukufu wa Mungu, the deity of the Lord. Na silver inawakilisha nini? Inawakilisha ukombozi. So kumbuka ya kuwa hukumu iliondolewa pale ambapo waliangalia nini? Waliangalia juu ya yule nyoka wa shaba. Ina maana dhambi waliyetenda wakagongwa na nyoka. Ina maana kama uliangalia yule nyoka wa shaba, ina maana walipona. Na kumbuka ya kuwa dhambi ya kung'atwa na nyoka iliondolewa kwa imani ya kuangalia juu ya yule nyoka. Lakini dhambi tuliyetenda sisi inahukumiwa pale katika msalaba wa Yesu. Pale ndipo palipoondolewa dhambi zetu zote, Yesu akisema ya kuwa imefanya nini? Imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Waisraeli pale jangwani ilikuwa ni kifo cha kimwili, lakini kwa sasa hivi mtu anayedumu kwenye kutenda dhambi anashindwa kutumainia msalaba, yeye anakufa kifo cha kiroho. Wacha nikwambie watu wa Mungu, wengi wamekufa kifo cha kiroho. Haijalishi ni mchungaji kiongozi, sijui askofu, sijui, yani wengi. Yani ukiacha tu kusoma Biblia na kuishi maisha matakatifu na kunyenyekesha chini ya msalaba wa Yesu, umekwenda na maji. Hakuna kitu kigumu kama kusoma Biblia. Kuna mtu mwingine amesoma Biblia mpaka amefikia sasa yeye anaona kama anajua. Hata kama ulisoma Biblia ukajua, kila siku lazima usome. Maana unaposoma Biblia unakwenda mbele za Mungu. Unapokwenda mbele za Mungu ni sawasawa na mtu aliyekuwa na simu. Unapokuwa na simu yako, ukitumia chaji imeisha, lazima uipeleke wapi? Uichaji. Hii ndio chaji yako. Unakwenda kwa Mungu. Hata Yesu mwenyewe alivyokuwa amefundisha akitoka, alienda faragani mbele za Bwana. Ina maana alikuwa anakwenda kuchaji. Ndio maana nasema hivi, mtu yeyote ambaye anajua Biblia yote ana kila sababu ya kuendelea kusoma Biblia kila siku kama njia ya kuwepo mbele za Bwana, na Bwana akiendelea kumpa mafunuo mapya. Vinginevyo unapitwa na wakati, maana huna mafunuo mapya. Labda tuambie kuwa Mungu alishamalizana na wewe. Mungu alishamalizana na kizazi kipya. Inatokea tu kisababu tu ili waangamie. Bwana, si tumechoka na maana umechoka nayo namna gani? Si msubiri muingie kwenye nchi ile mkalime vyakula vyenyu. Chakula chenyewe hujafanyia kazi. Halafu unalalamika. Umepata bure. Si bora ungetoa hela yako? Lakini tayari wameshakaribia, bado wanalalamika. Lakini ilikuwa ni kwa sababu Bwana alishamalizana na wale. Ilitakiwa maiti yao iozee pale jangwani. Isije kawa na wewe unatuchelewesha. Wewe usitucheleweshe. Tutaanza kuangalia pembeni ya kwa, je, vipi mwenzangu? Wewe ni wa kizazi kilichotoka Misri nini? Wewe ni mpelelezi nini? Wewe ni mfuasi nini? Kuinuliwa kwa nyoka juu ya mti, kusulubishwa kwa Yesu, kutazama nyoka, kutazama Kristo. Hebu soma Waebrania 12 mstari wa 2 tuone. Nahitaji tumtazame Kristo. Kwa nini? Soma.
tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bila shaka tunahitaji kumtazamia Kristo Yesu ambaye alianzisha kazi hiyo na akaikamilisha, naye ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba akiendelea kutuombea. Nilikuambia ya kuwa Roho Mtakatifu yeye anaendelea kutuombea hapa duniani, lakini bila shaka Yesu Kristo anatuombea kule mbinguni. Unaposoma ile Warumi sura ya 8 mstari wa 26 mpaka 27, unaona kabisa ya kuwa Paulo akisema, nanyi kadhalika hamjui kuomba, lakini Roho Mtakatifu kuwaombea kwa kuugua. Bila shaka Roho Mtakatifu ndiye anayechunguza mioyo. Ndio maana watu wa Mungu wanaposema uwe makini kabisa katika habari za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Mwanzo 15:16 Epafra, uone habari za Waamor. Uone ni karne nyingi, lakini Mungu anaahidi na hiyo ahadi inakuja kuchukua nafasi yake. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Amori bado. Umeona kizazi cha ngapi? Kizazi cha 4 ilitakiwa irudi, maana bila shaka uovu wa Amori ingekuwa imeshafanya nini? Imeshatimia. Ndio maana nimesema kwa Bwana alikuwa anatumia taifa lingine kwa ajili ya kuadhibu taifa lingine, ambao sio kesi ya sasa hivi. Sasa hivi hukumu ya Bwana inakuja mwisho. Umeona hata wana wa Israeli, tunapoendelea mbele tutaona ya kuwa walipomwacha Bwana, Bwana alitumia taifa kama la Babeli ama Ashuru kwa kuadhibu taifa la Israeli. Na jambo hilo ilimsumbua sana nabii Habakuki. Akamuuliza Bwana, na kuacha unatumia taifa lililo ovu kwa ajili ya kuadhibu taifa la Israeli? Lakini kumbuka ya kuwa kwa sasa hivi Bwana atumii mtu mwingine kuadhibu mtu mwingine. Bwana ameweka kwa tendo utakalo ama usitende, lakini kumbuka mwisho Bwana ataleta hukumu yake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone habari za huyu kuhusu Ogu. Hebu soma Kumbukumbu la 3:11. Tuguse tu, lakini tutakwenda kule bila shaka. Tutaenda kule Kumbukumbu la sura ya 3 mstari wa 11. Kwani aliyesalia katika mabaki ya Warefai ni Ogu pekee, mfalme wa Bashani. Tazama, kitanda chake kilikuwa kitanda cha chuma. Kitanda hicho, je, hakipo Raba kwa wana wa Amoni? Urefu wake ulikuwa ni mikono 9 na upana wake mikono 4. Bwana, unaposema mkono ilikuwa ni mita. Umeona mkono wangu huu hapa ni mita. Ina maana kitanda chake kilikuwa ni mikono hii 9, ina maana mita 9. Si ndio wale wakina Goliathi? Halafu mapana yake ni mikono 4, mita 4 kitanda chake, halafu kilikuwa cha chuma. Na chuma kweli kweli, maana mtu mwenyewe alikuwa ni mzito. So unasema hivi, hebu pata watu ni wale ambao kizazi kile kiliogopa. Sasa kizazi kipya kinaenda katika mapenzi ya Mungu, lakini laini. Hayo matatizo ni laini sana mbele za Bwana, bali unahitaji kutazama ukuu wa Mungu. Usitazame ukuu wa tatizo. Ukikumbana na tatizo, mwambie ukuu wa Mungu. Usiambie Mungu kuwa matatizo yako. Shida ni wapi? Umefundishwa kila siku, baba kichwa kinauma, baba kichwa kinauma, baba kichwa kinapiga sana. Mwambie kichwa anayepiga ya kuwa, ewe kichwa, Bwana ni mkuu kuliko wewe. Ambia matatizo ukuu wa Mungu. Mbele huko tutaona mengi. Umeona sasa? Nimejaribu kuonyesha kwa maana pamoja tuko katika sura
ya 21 kitabu cha Hesabu, lakini umeona nimepeleka kwenye Kumbukumbu la Torati ambayo tujaingilia kule, hatujafikia kule, lakini nimekuonyesha kuwa inaongea. Ina maana ili umjue kabisa kuwa alikuwa na urefu gani, lazima uende kwenye kitabu kilicho mbele. Ndio maana umeona sasa ya kuwa unavyoongea habari za Ogu, tutapata habari zake mbele kule tunapokwenda. Hii ndio jinsi ya kujua Biblia. Hebu tuone sasa juu nilikuahidi ya kwa. Hebu tuone habari za huyu Kemoshi. Tuliona Kemoshi, huyu mungu wa Moabu. Hebu anza kwa kusoma Wafalme wa Kwanza. Hebu anza kusoma sura ya 11 mstari wa 7, na mtu mwingine asifungue Wafalme wa Pili sura ya 23 mstari wa 13, na mwingine afungue Yeremia 48:46. Wafalme wa Pili, Wafalme wa Kwanza 11:7 mpaka 13. Tuone habari za huyu mungu Kemosh. Mungu Kemosh. Nani amepata Wafalme? Ukipata soma basi. Nimesema Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 7 mpaka 13. Sulemani akamjengea Kemoshi chukizo la Wamoabi mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki chukizo la wana wa Amoni. Umeona sasa nani anayejenga? Suleimani anajengea wake zake. Kumbe alioa mwanamke kutoka Moabu, kutoka Amoni, kutoka kila pembe, lakini hao wanawake wamekuja na miungu yao sasa. Hebu ona kilichompata Suleimani. Hebu soma hapa, alafu hiyo sura uiweke vizuri, maana hapo ndio Suleimani Mungu anamwambia makavu yake ya kuwa anaitoa, lakini Mungu anatazama Daudi, ndio maana ikabakia kabila moja. Vinginevyo ina maana ufalme ulikuwa ndio unatoa kwenye nyumba ya Daudi moja kwa moja. Hebu endelea hapo chini. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba wakawatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhibikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara mbili. Akamwamuru katika habari ya jambo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Bwana, umeona sasa? Tutakapoenda kule mbele utaona kabisa kwa kumbe Mungu ndio aliyempa Yeroboam mwana wa Nabati ufalme. Yeroboam angefanya vizuri, Mungu angemuinulia nyumba. Alikuwa ni mtumishi. Yawezekana ukafanya kazi kwenye kampuni fulani, ukajidharau ya kuwa wewe unadharauliwa. Umeona sasa? Yeroboam alikuwa ni mtumishi wa Suleimani, lakini kwa sababu utumishi wake kwa bidii, anachaguliwa ya kuwa nitararua ufalme, nitampa mtumishi wako. Fanya kazi kwa uaminifu pale unapofanya kazi. Yawezekana Mungu akakupa mtaji ukaanzisha kazi kama hiyo. Lakini pata picha, Suleimani Mungu alikataza wafalme. Tutakapofika kwenye Kumbukumbu la Torati 17:14 mpaka 20, tutaona kabisa Mungu akisema ya kuwa na mfalme asiwe na farasi wengi, asije akageuka na kurudi Misri. Na mfalme asiwe na mali nyingi, na mfalme asiwe na wake wengi, wasije wakafanya nini? Wakamgeuza mioyo ama moyo. Lakini Sulemani anaenda kinyume na Kumbukumbu la Torati, ina maana anaenda kinyume na zile sheria. Hata kwenye Agano la Kale aliyekwenda kinyume na amri ama sheria alipotea. Hata Agano Jipya anayekwenda kinyume na mafundisho ya Yesu, maagizo ya Yesu, mtu huyo anapotea. Umeona Suleimani mtu ambaye baba yake alimpa usia mzuri sana. Suleimani ambayo Mungu alimbariki akawa na mali. Watu Mungu chunga sana. Mali ilimfanya Suleimani akawa kama kila sehemu anaoa sasa. Na mali hii ndio inayesumbua hata watumishi wa Mungu. Hizi mali. Suleimani asingekuwa na hela ya kutosha, je, angeoa kila kona?
Halafu wale wanawake alikuwa nao ni wafalme, lazima apeleke mahari ya kueleweka. Mungu akupe mali kiasi ama cha kutosha ambayo itakufanya upige teke kapu la unga. Mungu akupe kiasi ambacho utaweza kuitawala kwa jina la Yesu. Mchungaji, usiingilie mapato yangu. Watu wa Mungu, pesa, usipokuwa makini, pesa utawala watu. Pesa, wengine nasema sabuni ya roho, lakini wacha nikwambie, pesa ndio chanzo cha mabaya yote. Watu kuuana, watu kuchukiana, hata malumbano ndani ya kanisa. Nini? Hebu sasa Epafra tuende kwenye soma Wafalme wa Pili sura ya 23 mstari wa 13, na tunaona juu ya huyu mungu wa Moabu, Kemoshi. Wafalme wa Pili sura ya 23 mstari wa 13. Na mahali pa juu palipokuwapo mbele ya Yerusalemu, palipokuwa upande wa kuume wa mlima wa uharibifu, alipopajenga Sulemani mfalme wa Israeli kwa Ashtarothi chukizo la Wasidoni, na Kemoshi chukizo la Moabu. Bila shaka chukizo cha Moabu ilikuwa ni Kemoshi. Hebu soma Yeremia 48:46. Ole wako Moabu, watu wa Kemoshi wamepotea. Umeona, Yeremia anaongea habari za Moabu, lakini anasema moyo wa Moabu, watu wa Kemoshi. Kemoshi alikuwa ni mungu wao, lakini mungu wao wa vita, Mungu aliyewaongoza katika vita. Ndio maana umeona pale habari za vita imetajwa kwenye ile sura ya 21 kitabu cha Hesabu, ikitaja Kemoshi alikuwa ni mungu wa Moabu, lakini aliyewaongoza katika vita. Hebu tuone sasa habari za huyu nyoka wa shaba. Aliishia wapi? Baada ya karne nyingi sana, nyoka huyu alikuwa anaendelea kuabudiwa mpaka akatokea mfalme mmoja ambayo alikuja kuiangamiza. Hebu soma Wafalme wa Pili sura ya 18, anzia tu mstari wa kwanza. Tuone huyu nyoka. Hebu ona, nyoka huyu ameinuliwa kwenye sura ya 21 Hesabu, lakini kwenye Wafalme wa Pili sura ya 18 anzia tu kwa kwanza ndio tuende mpaka wa 4. Inasema ikawa katika mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zekaria. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana baada ya baba yake mfalme Ahazi kufanya mabaya. Nilifundisha mwaka jana habari za wafalme. Mfalme Ahazi baba yake Hezekia, kama unavyojua, yeye alikataa ushirikiano na nabii Isaya, na yeye akaenda kutafuta nguvu na miungu mingine kule katika taifa la Waashuru. Lakini kumbuka, Isaya akatoka siku moja baada ya Bwana kumtuma, akaenda mbele ya mfalme Ahazi na kumwambia kwa mfalme na ajitakie ishara ili ajue ya kuwa Mungu ndio tegemeo la taifa la taifa la Yuda. Lakini mfalme Ahazi akasema kuwa mimi sitaki kumdanganya Bwana. Ndipo nabii Isaya anakasirika, anamwambia kwa mfalme mwakataa kujitakia ishara. Ishara ndio hii hapa, mtatoka mtakwenda kwenye nchi ya utumwa, lakini hata kuwepo mfalme tena katika nyumba ya Daudi mpaka bikira atafanya nini? Atapata mimba, naye atazaa mwana, na jina lake litaitwa Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Ina maana ya kuwa tayari Isaya anamtabiria Ahazi ya kuwa amekataa na amemwacha Bwana, lakini sasa Bwana anaondoa ufalme
huo, lakini atakuja kuwepo mfalme, lakini mwanamke atakapopata mimba na kuzaa mtoto na jina lake kuwa Emanueli. Lakini umeona huyu Ahazia akafanya mabaya kabisa, akafanya machukizo, lakini mtoto wake sasa Hezekia sasa anakuja, lakini anaanza kutawala kwa miaka 25, lakini anatenda mema yaliyompendeza Bwana. Hii inakuonyesha kwa yawezekana ndugu zako hawakutenda mema, babu zako hawakutenda mema, ukoo wako hawakutenda mema, nchi yako hawakutenda mema, mkoa wako hawakutenda mema, kabila lako inawezekana inajulikana kwenye mabaya, lakini wewe unaweza kawa ni mfalme Hezekia ambayo anaweza katenda mema na akawa ni baraka. Hebu malizia tuone ya kuwa alimfanyaje huyo nyoka wa shaba. Lakini karne nyingi, iliwekwaje karne hizo zote? Ilikuwa inaabudiwa. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyofanya Daudi baba yake. Alipoondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande ile nyoka ya shaba aliyofanya Musa. Maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakifukizia uvumba, naye akaita jina lake Neustani. Neustani maana yake ni kilichotengenezwa na shaba. Akaivunja vunja, akaiteketeza kwa moto. Lakini baada ya karne nyingi bado kumbe ilikuwa inatolewa uvumba. Wale watu wangejua kaburi la Musa liko wapi, pangechimbika pasingetosha. Wangejua wameona kaburi la Haruni, bila shaka watu wangekwenda huko kwenda kuabudu. Nasema hivyo kwa Mungu. Nimefurahishwa sana na habari za Hezekia. Hezekia alikuja kupoteza tu mwishoni, lakini Mungu alimpenda, ndio maana Mungu alitaka afya. Akamwambia tengeneza nyumba yako, maana utakufa katika ugonjwa huu. Lakini alivyoomba ila ongezewe siku, pale ndipo alipokwenda na maji, akaanza kuwa na mahusiano na Wababeli, na hatimaye alifanya mpaka wazawa wake wa kifalme. Maana Isaya alitabiri ya kuwa watafanywa kuwa ni matowashi katika nchi ya Kaldayo. Na ndio maana wakina Danieli walikuwa, wakina Danieli, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, wao wale walikuwa ni waumbali wa mfalme Hezekia. Ndio maana walipelekwa kule utumwani kwa ile unabii wa nabii Isaya. Nasema hivyo kwa Mungu. Si haijalishi kwangu ya kuwa aliyenitangulia alifanyaje kazi ya Mungu. Aliyenitangulia je, baba ama mama je, alimkosea Mungu? Naweza nikatengeneza na Mungu, naweza nikafanya jambo jipya. Mungu akuwezeshe ufanye jambo jipya katika familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuwezeshe na uwe ni nyota itakayeng'aa katika ukoo wako kwa jina la Yesu. Amen. Bila shaka unaweza ukaleta tofauti. Umeona? Analeta tofauti baada ya baba yake Ahazi kufanya mambo mabaya. Nasema hivyo kwa Mungu. Tunayo injili ya kweli. Baba ni mfalme Hezekia. So kumbuka, tutakapokwenda na kupitia katika ile eneo tena, bila shaka haiwezi ikatoka kichwani mwako tena. Na hii ndio mwanzo wa kujua Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Tumeishia kuona kizazi kipya sasa tayari inaendelea vizuri kwa mapenzi ya Mungu, na wakiendelea kuiteka nchi ya tayari Kanani ng'ambo ya Yordani tayari imeshatekwa, lakini bado ipo kazi ya kwenda kuteka Kanani upande wa pili kule. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kazi inafanyika upande wa mashariki wa Kanani. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Nasikia moyo wangu burudani kweli. Nasikia furaha kwa sababu ya kuwa. Hebu kwanza niulize kidogo, nione kama kuna watu wanaendelea pamoja nami. Hezekia alikuwa ni mfalme wa taifa gani? Na hilo taifa alikuwa na wafalme wangapi? Na hao wafalme ni wakina nani? Umeona sasa? Ndio maana mimi siongei tu Biblia hivi hivi. I am speaking the word, the true word of God. You can't tell me that you know the Bible if you cannot tell me about the kings of the southern kingdom and the kings of the northern kingdom. Nani yuko tayari kuniambia Hezekia alikuwa ni mfalme wa taifa gani mwatatu? Hezekia alikuwa mfalme wa Yuda.
alikuwa mfalme wa Yuda. Bila shaka Yuda ilitawaliwa na wafalme wangapi? Baada ya wale wafalme watatu ambao walikuwa ni katika ufalme ambayo ulikuwa umeunganika, Jamhuri ya Muungano wa Israeli, ikiwa bado ina makabila 12. Wale watatu usiohesabu ambao ni Sauli, Daudi na Suleimani. Maana baada ya Suleimani ndipo ufalme ukagawanyika katika kusini na kaskazini. Hebu niambie ya kuwa Yuda ilikuwa na wafalme wangapi walioitawala? Vizuri sana, wafalme 20. Hebu sasa nitamkia wafalme 20. Ni neno la Mungu, si neno la Mungu? Alikuwepo nani? Alikuwepo Yeroboam. Yeroboam. Rehoboam, sawa. Nadabu. Sawa. Baasha. Sawa. Ela. Sawa. Zimri. Sawa. Zimri. Nani atakayemsaidia? Umesema wa Yuda, Zimri alikuwa wa Yuda. Nani atakayenisaidia? Hapa wewe. Rehoboam, sawa. Abia, sawa. Ndio. 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 Tupigie Bwana makofi makubwa. Hiyo imekaa vizuri. Hiyo iko vizuri. Lakini ndio neno la Mungu. Mchungaji mbona unatusumbua sumbua? Mimi nakusumbua? Neno la Mungu. Hiyo ni ufalme wa wapi? Ufalme wa kusini. Hebu nani atakayenitajia ufalme wa kaskazini ilikuwa na wafalme wangapi na ni wakina nani? Habari ndio hiyo. Wengine wataki hata kuniangalia. Niangalie tu, mtoto wa mtu. Suma. Sawa, 19 sawa, wafalme wa kaskazini. Nitajia wafalme 19. Yeroboam, sawa. Nadabu. Baasha. Ela. Zimri. Omri. Ndio. Ahabu. Ahazia. Yoram. Ndio. Yehu. Sawa. Ahazia. Sawa. Yehoashi. Ndio. Yeroboamu wa pili. Ndio. Zekaria. Ndio. Menahem. Ndio. Zekaria, Shalum, Menahem, Pekahia, Peka, Hoshea. Tupigie Bwana makofi makubwa. Watu wa Mungu, hakuna longolongo. Hapa hakuna longolongo. Hapa ongea neno la Mungu. Wewe siku moja omba na wafalme wa kaskazini tu. Omba. Nitaomba leo siku moja tuona jinsi mtu anavyopona. Maana ukisoma katika Timotheo ile ya pili sura ya 3 mstari wa 16-17 inasema kwa kila andiko lenye pumzi la Bwana lafaa kwa mafundisho na maonyo, ili aliye wa Bwana apate kuenenda katika njia sahihi. Agano la Kale iliongelea taifa moja, taifa la Israeli. Agano Jipya imeongelea mataifa yote. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Nataka nimshukuru Bwana uende nyumbani. Kesho sura ya 22 utaona wanaozidi kuchanja mbuga. Lakini sasa hebu nikudokezee kidogo. Mfalme wa Moabu anakwenda kuwaona, halafu kinachofuata ni nini? Atakwenda kutumana kwa nabii Balaam ya kwa Bwana, nataka uniwalanie maana wewe ni mtaalamu wa kulani. Nataka ni umuue maana wewe ni mtaalamu wa maombi ya kuua. Wewe huu umepitwa na wakati.
Balaam tayari wale watu wanapokwenda pale wataweka kambi katika ile tambarare ya Moabu. Tayari wanakari, yani mto Yordani inaonekana wanatakiwa waende, lakini katika kipindi kidogo, yani yule Balaam atacheza na wao, sio mchezo. Atajaribu, atashindwa kwa lani, hatimaye atakwenda kimwili, atatuma wadada wana wa Israeli, watajikuta kabisa wanaingia katika zile mambo ya zina. Mpaka sasa mtoto wa kuhani ambao ni Fineasi atakapomuua mtu, ndipo atakapomrudia Bwana. Baada ya kumrudia Bwana, hatimaye na Musa naye sasa anafanya nini? Anafanya sasa uchaguzi, na uchaguzi nyingine tena ambao ni kuhesabu watu. Na baada ya hapo Musa anawaandaa sasa kwa usia, ambayo tunakuwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ambao ilikuwa ni miezi mitatu. Baada ya hapo Musa anapanda mlima, alafu Joshua, tunaingia kitabu cha Joshua, wanavuka mto, tunaingia Kanaani. Lakini sasa nitataka mtu mmoja, tukiwa na muda kesho, anitamkie kuanzia mwanzo mpaka tulipofikia kule katika tambarare ya Moabu, upande wa mashariki ya Kanaani imeshatekwa. Bwana Yesu asifiwe. Inajipa vizuri sana. Nani mwenye swali? Swali Grace. Mwebano. Michael swali. Suma swali. Foster swali. Epafra swali. Evelyn swali. Ninamshukuru Bwana. Uibidiwe na kushukuriwa Bwana, wewe uliyepita katikati yetu katika neno lako. Neno lako limewaganga majeraha yao yote, imewaponya magonjwa yote, imewahuisha, imewaumba tena upya. Neno lako limeng'oa mapando yote ya kishetani. Neno lako Baba wa rehema limewainua juu na kuwatoa katika usingizi wa mauti na usingizi wa kiroho. Neno lako Baba wa rehema limewafanya watambue Baba wa rehema ya kuwa kizazi kipya Baba kilianza kazi, na wao kama kizazi kipya kumbe wanahitaji kuanza kazi ya injili ya kweli, maana Kristo anakaribia kurudi. Baba, natukuza jina lako kwa kazi yako naendelea kutenda, kwa kuwafunulia watu wako neno lako, maana Baba wewe ni neno na neno ni wewe. Natukuza jina lako kwa ajili ya Baba kazi kubwa iliyetenda neno lako, na katika jina la neno na wote tuseme amen. Amen. Bila shaka mimi ni mtu mwenye furaha. Sijui wewe una furaha, sijui wewe hauna furaha. Wewe umefurahi?